Na mdhibiti wa bajeti Dr. Margaret Nyakango amesema safari za maafisa wa serikali pamoja na madeni ambayo hayajalipwa ni masuala yaliyoathiri uzingatiaji bajeti katika kipindi cha miezi 9 kwenye mwaka wa matumizi ya fedha wa 2024-25. Nyakango alisema pesa zilizotumiwa kwa safari ni shilingi bilioni 16.83, shilingi bilioni 11.69 zikitumiwa kwa safari za humu nchini, huku shilingi bilioni 5.1 zikitumiwa kwenye safari za nchi za kigeni, huku afisi ya Rais na Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni na Bunge zikiongoza kwenye matumizi ya fedha hizo. Nyakango pia alisema huduma ya taifa ya polisi ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 1 kufadhili operesheni ya kiusalama nchini Haiti. Control of budget and the Auditor General, you are our principal partners. Ni kwenye kurasa 344 ya utekelezaji bajeti katika kipindi cha miezi 9 kwenye mwaka wa matumizi ya fedha wa 2024-2025. Mdhibiti wa bajeti Daktari Margaret Nyakango alielezea wasiwasi wake kuhusiana na safari za humu nchini pamoja na nchi za kigeni, mbali na madeni ambayo hayajalipwa kuwa changamoto kuu katika kutumia vyema rasilimali za umma. Katika kipindi cha miezi 9 kwenye mwaka wa matumizi ya fedha wa 2024-2025, shilingi bilioni 16 zilitumiwa kwa usafiri, shilingi bilioni 11 pekee zikitumiwa kwa safari za nchini, huku shilingi bilioni 5.1 zikitumiwa kwenye safari za nchi za kigeni. Afisi za serikali kuu, Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni pamoja na Bunge ziliongoza kwenye matumizi ya fedha hizo. Daktari Nyakango pia alisema Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni iliwezesha kutolewa kwa shilingi milioni 523 kufadhili kampeni za Raila Amolo Odinga za kuwania wenyekiti wa Baraza la Muungano wa Afrika AUC, ambako alishindwa na mwaniaji wa kiti hicho kutoka Djibouti, Mahmoud Ali Yusuf. Anajiri huku huduma ya taifa ya polisi ikitumia shilingi 181 mwezi Septemba mwaka jana kufadhili operesheni ya kiusalama nchini Haiti, huku kiasi cha fedha hizo kikiongezeka hadi shilingi bilioni 1.9 mwezi Oktoba, na kufikia mwezi Machi mwaka huu huduma ya taifa ya polisi ilitumia shilingi bilioni 229 kwa maafisa wake nchini Haiti. Na kuhusiana na elimu, changamoto ni ukosefu wa vifaa, miundo msingi bora wa shule za msingi na shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum, na kukosa kutekeleza mpango wa elimu bila malipo. Abdiaziz Hashim, Darubini.